kwa muda wa miaka 3 mfululizo bila kuteteleka, na yote ni kwa sababu ya kuwa na uongozi uliokuwa bora, uwekezaji GSM aliyokuwa bora. Tumeweza kufanikiwa kutoka kwenye michuano ya shirikisho ambako tulikuwa sisi tumeingia finali na kuja klabu bingwa ambako tumekaa klabu bingwa huku mpaka sasa hivi ninapozungumza na wewe tuko kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa. Sisi ndio timu ambayo tunaiwakilisha nchi tukiwa nafasi ya kwanza na tuna ubingwa wa NBC ndani. Ni mwakilishi ambaye ni halali. Achana na hao ambao wamekuja huku kwa sababu yetu sisi. Kwa sababu yani kuja kwao huku klabu bingwa ni kwa sababu ya Dar es Salaam Africans kuwa bingwa. Kumbe nyinyi kuwa bingwa ndio Simba nao wamekuja. Ndio, na kitu kingine kama Light CAF wangeamua kufanya mabadiliko ya sheria kwamba aliyechukua kikombe ndo anatakiwa kuwakilisha kwenye michuano ya klabu bingwa. Ina maana hata wao saizi wasingekuwa huko. Sio, umeelewa? Wasingekuwa kwenye position hii kwa sababu ni watu ambao wamefeli kwenye michuano ya ndani. Sio, umeelewa? Kwa hiyo Dar es Salaam Africans sisi ndio watu ambao tumefanikiwa kukaa sana huko kwenye michuano ya klabu bingwa. Mara 3 mfululizo tupo kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo wao ni wageni kwetu sisi kwa sababu wamekuja juzi. Juzi wameingia juzi hapa. Hawakuwa huko kwa shirikisho. Kwa hiyo wamekuja huko kwetu sisi. Kwa hiyo wapunguze kamdomo. Unakuta mtu anapinga mashapo anakuambia Yanga jifunze kwa Simba, si michuano ya kimataifa. Ujifunze nini wewe umeshuka umekwenda shirikisho? Wanasema wao michuano hii kama kuingia robo kawaida tu wana uhakika. Nyinyi wengine hapo wanaona kama wana kuingia robo michuano gani? Sio hii sasa shirikisho huko wakaingie. Lakini huku umetukuta sisi majabari wakubwa. Ndio. Kuna vitu vingine sio vya kupinga. Dar es Salaam Africans ndio mkubwa kwenye nchi hii. Kwa vikombe vingi kwa kufunga Simba mara nyingi. Usifananishe na hivi vitoto vidogo vinyinginya hivi. Moja kaja kuifananisha labda na Azam. Kwamba Yanga anakwenda Zanzibar na Azam anakwenda Zanzibar na Singida anakwenda Zanzibar. Sawa? Kila mtu ana utaratibu wake. Mimi nipo klabu bingwa. Azam uko shirikisho, Singida uko shirikisho. Waache waende. Sio, umeelewa? Lakini mimi niko kwenye position yangu kama bingwa wa nchi. sawa ambaye kwanza Dar es Salaam Africans muasisi wa jengo letu ile ambalo unaona tunatamba sisi hapa Karume Zanzibar. Kwa hiyo kule tuko nyumbani na tuko kwenye mikono salama. Kwa niwaambie wana Yanga, andaa nauli yako, andaa pesa yako, twende tukaujaze uwanja wa Amani. Yanga ni ya kwetu, furaha ni ya kwetu, tunakwenda kufurahi pale na tutakwenda kuwashangaza wengi katika uwanja wa Amani. Tunamaliza vipi sasa? Namna kumaliza ni kama vile tu kwa wewe mwanachama ambaye bado hujalipia ada yako, lipia ada yako. Furaha yako ni Yanga yako. Kwa hiyo ukilipia ada yako, naamini moja kwa moja umeenda kuitendea haki nafsi yako kwenda kukilipia kitu ambacho unachokipenda. Na wewe ambaye unaipenda Yanga bado hujapata kadi yako, ni vyema sasa ukaitendea haki nafsi yako, ukaitendea haki furaha yako kwa kulipia ada ili kuichangia klabu iendelee kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa sababu ada yako wewe ni kitu kikubwa sana kwetu sisi ambacho kitakwenda kusaidia vitu mbalimbali kwenye klabu yetu. Ndio. Yes. Bwana nashukuru sana. Asante sana.